أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، ولعنة الدائم إلى أعدائهم أجمعين من الناكثين والمارقين والقاسطين والشاكين والمشككين الضالين والمضلين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwa kweli kwa taufiki yake ametupa afya na siha na ametufikisha katika masiku haya matakatifu ya mwezi wa Ramadhani, tukiwa leo tuko katika mwezi 6 Ramadhan, masiku matakatifu haya ambayo kwa kweli faida inayopatikana katika mwezi huu haipatikani katika mwezi mwingine wowote. Fadhila zinazopatikana katika mwezi huu hazipatikani katika mwezi mwingine wowote, bali thawabu, matendo yetu tunayofanya katika mwezi huu hayapatikani katika miezi mingine. Kwa kweli ni fadhila kubwa na ihsani kubwa. Tukiwa katika muendelezo wa darasa zetu za Ijue Nahjul Balagha na mafunzo kutoka ndani ya Nahjul Balagha, maneno ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi, ambao kwa kweli kitabu hichi kimekushanya mafunzo mingi. Leo tutaangalia wasia wa Amirul Mu'minin ambao aliutoa kuwapa watoto wake al-Imamu al-Hasan na al-Imamu al-Hussein. Taban imesadif kwamba wasia huu Amirul Mu'minin ameutoa katika mwezi wa Ramadhan, ambao ni wasia wake aliowapa watoto wake kabla kuaga dunia, baada ya lile pigo alilopigwa na Ibn al-Mujim al-Muradi. Kabla kuaga alitoa wasia huu ambao ndani yake kuna nukta muhimu nyingi. Kwa kweli kila mtu ni wajibu wa kufanya kama vile ambavyo Amirul Mu'minin ameelekeza au amewasia watoto wake. Taban Amirul Mu'minin anapomuhusia mwanawe ni kwamba anawahusia Waislamu wote. Katika usia huu Amirul Mu'minin anawaambia watoto wake Al-Hasan wal-Hussein, anawaambia usikuma bitaqwa Allah wa alla tabghiya ad-dunya wa in baghatkuma wa la ta'safa ala shay'in minha zuwiya ankuma wa qula bil haqq wa'mala lil ajri wa kuna lidh-dhalimi khasman walilmadhlumi aunan. Hii ni nukta ya mwanzo, ni kipengele cha mwanzo ambacho ndani yake kina usia muhimu na kwa kweli ni wa kufanyiwa kazi kwa kila mtu. Amirul Mu'minin mwanzo kabisa anaanza kwa kuhusia takwa, usikuma bitaqwa Allah. Taban katika msingi muhimu wa matendo yetu yote, matendo ya wanadamu wote yamesimama katika takwa. Msingi wake ni takwa. Bila ya takwa, amali zote tunazozifanya kwa kweli hazina mashiko. Na ndio maana Amirul Mu'minin wasia wa mwanzo, nukta ya mwanzo, anawahusia watoto wake usikuma bitaqwa Allah, at-taqwa. Na taban
At-taqwa kama ilivyoelezewa katika vitabu ni kwamba an la yaraka Allah min haythu nahak wa an la yafqidaka min haythu amarak. At-taqwa ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikupate katika sehemu ambayo yote amekukataza. Kila sehemu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza tusiende, au jambo lolote baya ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza tusilifanye, basi jambo hilo hataki kulifanya. Kila sehemu ambayo ametukataza tusiende katika sehemu za mambo machafu, tusifanye mambo yote ambayo Mungu ameharamisha, tusizini, tusiibe, tusisengenye, tusiseme uongo, tusile rushwa, tusiwafanyie watu mambo machafu. Haya yote ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza. Hapa tutakuwa tumetekeleza kipengele kimoja cha takwa, kwamba an la yaraka Allahu min haythu nahaka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikupate katika sehemu ambayo amekukataza. Wa an la yafqidaka min haythu amarak, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikukose katika sehemu ambayo amekuamrisha. Hii ni takwa. Kwa hiyo pale ambapo mtu atakuwa anafanya yale mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaamrisha, na vile vile atakuwa anaacha yale mambo yote ambayo Mungu ameyakataza, mtu huyu ataitwa ni muttaqi. Huyu ni mtu ambaye anamuogopa Mungu. Na kwa kweli tukiwa katika mwezi huu wa Ramadhan, mwezi ambao lengo lake ni kututengeneza, kutufanya tuwe wacha Mungu, lengo lake ni kutufanya tuwe tunamuogopa Mungu, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutamka lengo la kutufaradhia saum akasema kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mmeamrishwa funga, mmelazimishwa kufunga ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Lakini funga hii ili tuwe vipi? Ili tuswali sana? Ili tuwe vipi? La, ili tuwe wacha Mungu. Na ndio maana Amiri al-Mu'minin katika usia wake huu, nukta ya mwanzo anawahusia watoto wake, usikuma bitaqwa Allah. Kwanza ni kumwogopa Mungu, kwanza ni kuacha maasi. Na sisi tukiwa katika darasa ile la mwezi wa Ramadhan, masiku haya 30 ndiyo masiku pekee yanayoweza kutujenga, kutufanya wacha Mungu, kwa sababu katika masiku haya mtu kuanzia asubuhi mpaka usiku hasemi uongo, kuanzia asubuhi mpaka usiku hasengenyi, kuanzia asubuhi mpaka usiku hawezi kuiba, hawezi kula rushwa, hawezi kufanya zinaa, hawezi kuangalia maasi, hawezi kuangalia yale mambo ambayo Allah ameyaharamisha. Kwa kweli tuna darasa zuri, tuna muda mzuri wa kututengeneza kuweza kufikia haya malengo ambayo Mwenyezi Mungu amezungumza ndani ya aya, na vile vile kufuata huu wasia ambao Amirul Mu'minin aliwahusia watoto wake. Taban takwa kama vile alivyohusia Amirul Mu'minin na Mwenyezi Mungu alivyoitaja ndani ya Qur'an, takwa ndiyo nguzo ya amali zote, na taban na muttaqun wote ndio watu pekee ambao kwa kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu sana ndani ya Qur'an, amewasifu Bwana Mtume katika hadithi mbalimbali, na vile vile wacha Mungu wamepewa daraja kubwa. Na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza kwamba mtu anapokuwa mcha Mungu mambo mengi sana yanamfungukia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza kwamba wacha Mungu ndio watu ambao watakuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ma'al muttaqin, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wacha Mungu. Mtu anapokuwa na takwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfungulia mambo yake, anamfanyia wepesi mambo yake. Wa man yattaqillaha
yaj'al lahu min amrihi yusra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza ndani ya Qur'an, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Katika aya nyingine, Mwenyezi Mungu anasema wa man yattaqillaha yarzuquhu min haythu la yahtasib, anampa riziki ambayo hakuipangilia. Yaj'al lahu makhraja awalan thumma yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kwamba Mungu, mtu ambaye anamwogopa Mungu, hafanyi maasi, yuko mbali na yale mambo ambayo Mungu ameyakataza na anafanya yale mambo ambayo Mungu amemwamrisha, mtu huyu Mwenyezi Mungu anamfanyia makhraj, anamfungulia mambo yake, anamfanyia wepesi katika mambo yake. Makhraj, kila tatizo Mungu analitatua. Unaona mambo yote unafanya kwa wepesi. Ina maana haya matatizo tunayoyaona katika maisha yetu, na hili ni darasa kubwa. Mwenyezi Mungu anaposema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kwanza mtu anayemwogopa Mungu Mwenyezi Mungu anamfungulia mambo yake. Ina maana pale tunapoona kwamba tunafanya kazi lakini mshahara mdogo, unaishi maisha magumu, hujui la kufanya, kumbe wewe bado kuna mambo unayafanya ya kumkera Mungu, kuna mambo unayafanya ya kumwasi Mungu, kuna amri za Mwenyezi Mungu uzitekelezi. Lakini taban, kama ingekuwa tunatekeleza hizi amri za Mwenyezi Mungu, Allah hasemi uongo ndani ya Qur'an pale anaposema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, kwamba Mungu atamfungulia na atampa riziki kiasi kwamba riziki ambao wala hakuipangilia. Tunatakiwa tujiangalie wapi tunateleza katika matendo yetu ya kila siku, kwamba takwa ndio msingi wa kila kitu, takwa ndio ufunguzi wa mambo. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiati. Kumbe kama tunatakiwa tusamehewe madhambi yetu tunaomkosea Mungu, tumche Mwenyezi Mungu, tufanye yale yote ambayo Mungu ametuamrisha. Mungu anatuambia mwenye kumwogopa Mungu, mwenye kufanya matendo ambayo Mungu amemwamrisha na kuyaacha yale ambayo Mungu amekataza, mtu huyu Mungu anamsamehe madhambi yake. Faida za takwa ni nyingi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza ndani ya Qur'an. Ndio maana Amirul Mu'minin, wasia wa mwanzo na nukta ya mwanzo anayoizungumza ni hii takwa. Anawapa watoto wake kwa sababu anajua kwamba watakapokuwa na takwa, hawa vijana wake watakapoishi katika mazingira ambayo hawamuasi Mungu, watakapoishi hali ya kuwa yale yote Mungu ambayo ameyaamrisha wanayafanya, basi vijana hawa kwa kweli watakuwa na msingi mzuri katika maisha yao. Na sisi kama vile ambavyo Amirul Mu'minin anawasia vijana wake, wasia huu natakiwa sisi tuuchukue kwa sababu utakuwa ni faida. Amirul Mu'minin wakati anawasifia wacha Mungu na kuizungumza takwa, anasema almuttaquna hum ahlul fadha'il, wacha Mungu ndio watu wenye fadhila, watu wenye daraja ya juu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mantikuhumu sawab, kwa sababu wacha Mungu kwanza hawasemi uongo, na ndio faradhi hii ya saum. Jambo la mwanzo tunajikinga na uongo. Mantikuhumu sawab, wacha Mungu, watu wanaomwogopa Mungu hawasemi uongo. Na tabani uongo kama tunavyojua madhara yake na matatizo yake katika jamii. Mtu anapokuwa ni muongo anakuwa na matatizo gani, na vile vile mtu akijiepusha na uongo anapata faida gani? Kwa hiyo atakwa, kitu cha kwanza kinatufanya tusiwe waongo. Mantikuhumu sawab malbasuhumu al-iktisad, maisha yao yanakuwa ni ya kati na kati, hawaishi maisha ya kifahari, havai nguo ambazo za thamani ambazo hana uwezo nazo. Malbasuhum mashyuhum tawadhu, wanatembea kwa unyenyekevu. Wacha Mungu hawakeri watu katika barabara,
hawasumbui watu katika barabara. Hii ni moja katika faida ya takwa. Bali mtu anapokuwa mcha Mungu haangalii maasi. Ghaddu absarahum amma harrama Allahu alayhim wa waqafa asma'ahum ala alilmi nafi'a lahum, hawasikilizi mambo ya kipuuzi. Kwa hiyo atakwa ina faida kubwa, ni msingi wa mambo mengi, na ndio maana Amirul Mu'minin akaona nukta ya mwanzo ya kuwahusia vijana wake ni takwa, kwa sababu vijana wake watakapokuwa wacha Mungu, watakapoacha maasi, wakafanya matendo mazuri, basi kwa kweli hata jamii inayowazunguka itakuwa katika salama. Kisa kizuri kinazungumzwa katika vitabu ambacho kimetokea mwaka wa 2 Hijri, kwa kweli kuonesha jinsi gani atakwa ina faida. Mmoja katika vijana wanafunzi wa Hauza Najaf, huyu kijana alikuwa akisoma, lakini kwa bahati hali yake, kwa kweli hali yake ilikuwa ni ngumu kimaisha, hana uwezo kama kawaida ya wanafunzi wengine. Mara moja amemaliza masomo yake kijana, na huu usio unawahusu vijana zaidi, kwa sababu ndio mtihani unaotukumba sisi. Tunatakiwa tujipambe na hii takwa, kwa sababu tuko katika jamii, kuna vishawishi vingi, kuna mambo mengi ambayo kwa kweli endapo tutafungamana na takwa, hivi vishawishi tutaweza kuviepuka. Kijana siku moja amemaliza masomo, ametoka darasani, anarudi chumbani, hana kitu cha kula asubuhi mpaka jioni, hajui ende wapi. Kakaa kafikiria, akatoka kuzunguka, pengine anaweza kupata chochote. Katika kutembea tembea, huyu kijana akapita katika nyumba moja ya bwana mmoja ambaye kwa kweli ina bustani nzuri ya kupendeza. Ndani ya bustani kuna matufaa. Yule kijana ana njaa, hajala toka asubuhi. Akakaribia katika mti mmoja, akachuma tofaa, akakaa chini ya mti, akaanza kula. Kala tofaa mpaka akamaliza. Kijana ambaye amejileleka katika takwa kamaliza tofaa, kaondoka, karudi zake chumbani kwake. Baada ya kufika tu chumbani, kama ilivyo kawaida watu wengine, roho na nafsi inaanza kumsuta, kwa nini nimeiba tofaa la watu? Kama watu wengine, kila kawaida tunajijua, mtu akishafanya makosa ndio anaanza kujilaumu, kwa nini nimefanya jambo hili? Kwa nini mmelala? Wanafunzi sisi, unalala ujaingia darasani, ukitoka muda umeisha, kwa nini siingia darasani? Mmelala, sijapata faida yoyote. Kijana anajilaumu, kwa nini kaenda kuchukua tofaa kalila bila ya ruhusa ya mwenyewe. Kwa kweli roho ikamsuta, hakupata usingizi. Siku ya pili asubuhi alipoamka tu, angalia athari ya takwa inamkereketa, kwa sababu amekula haramu, kwa sababu amekula ghasbu. Mimi na wewe tujiulize, tunakula ghasbu ngapi, haramu ngapi? Kijana amekula tufaa, ameshindwa kupata usingizi. Basi asubuhi alipoamka tu, moja kwa moja akatoka kwenda kwa mwenye shamba. Kufika akagonga mlango, akapokewa na mzee. Kufika akasalimia uzuri, kamwezea, baba, nimekuja kwa kweli, nimekuja kuomba msamaha. Umefanya nini baba? Anamwambia, jana katika pita zangu, wakati natoka darasani, nilikuwa na njaa, sina chakula, lakini kwa bahati nilipofika katika shamba hapa nikakutana na matofaa. Kwa kweli roho nikashindwa kuizuia, nikaingia nikachuma matofaa, nikakaa nikala bila ya ruhusa yako. Kwa hiyo nilichokuja hapa, naomba unisamehe, hichi nilichokula unijuzie kiwe ni halali,
kwa sababu mimi hapa ninanikereketa nimekula haramu. Yule mzee akamwambia siwezi kusamehe, na kesho kiyama nitaenda kushtaki kwa Mungu. Kijana akaanza kulia, kalalamika vya kutosha. Mzee anamwambia la, siwezi kusamehe. Mzee kaingia ndani, kafunga mlango. Kijana kakaa chini ya mlango mpaka magharibi. Mzee anatoka, anamkuta kijana yupo na machozi yanamtoka. Akamwambia nenda zako, siwezi kusamehe. Kijana akatoka kenda zake. Siku ya pili akarudi tena. Akamwambia nimekuja, niko tayari unipe adhabu yoyote, lakini unisamehe ile kosa nilolifanya la kula haram. Taban wale ambao wanajua maana ya kula haram, ndio maana kwa sababu mtu unapotia kitu cha haram katika tumbo lako, kitu kile kikatengenezeka, kama mtu ameoa usiku ule akalala na mkewe, katika usiku ule katengenezeka mtoto yule ametengeneza kwa maji ya haramu, athari ile inakuja kwa mtoto. Na ndio maana utapatikana watoto, unaweza kumwambia mtoto mbona usikii, kumbe kuna siku katika masiku ukapita dukani kwa watu ukachukua njugu ukazila bila ruhusa, halafu ukaondoka, umekula haramu kwa sababu mwenyewe hajakupa ruhusa. Wangapi tunakula vitu vya haramu? Hii ndio athari mbaya inayopatikana katika kula vitu vya haramu. Kijana hili alilijua. Mzee, niko tayari unifanyie jambo lolote ili unisamehe hili kosa. Kwa kweli mzee akamhurumia. Baada malalamiko mengi ya siku mbili na machozi, mzee akainamisha kichwa akamwambia niko tayari kukusamehe, niko tayari kukusamehe. Kwa kweli kijana alifurahi, akamkumbatia, akambusu miguu, lakini kwa sharti, nitakusamehe kwa sharti. Sawa, mimi niko tayari baba, sharti lolote unalotaka mimi niko tayari. Akamwambia katika masharti, sharti langu kubwa ambalo nitakupatia na yatakiwa huna ruhusa kukataa, ni umuoe binti yangu. Kijana akashangaa, akacheka, vipi ambia umuoe binti yangu ili nikusamehe? Mimi nina binti humu kashamaliza muda, hajapata mchumba, hajawahi kuja mchumba, nataka umuoe. Ukikubali hilo mimi nitakusamehe. Akamwambia sawa, kwa hilo tumekubali. Kwanza binti, kijana wa hauza, anaambia umuoe binti yangu. Sawa, lakini binti wenyewe sasa na utakuozesha, kwanza ni kipofu, yumo mundane ni kipofu. Pili, hasikie, kiziwi. Tatu, mlemavu wa miguu, ni kilema. Huyo binti ana mambo haya, maradhi, mashaka haya, na ndio maana muda wote huwa amekosa mchumba. Kwa hiyo ili nikusamehe wewe kwa kosa hilo ulilofanya kubwa, wewe si mcha Mungu, unaogopa dhambi, hutaki kuchomwa, sharti langu huyu binti uje kumuoa. Hapo mimi na wewe ugomvi wetu utakuwa maisha. Kijana sasa huo mtihani mwingine. Binti kipofu, kiziwi, kilema, si mtihani huo? Nikamwambia basi ngoja ngafikiria. Kijana akaondoka akarudi kwao kwenda kufikiria kumuoa binti mwenye sifa hizi. Yeye anataka kosa, anataka asamehewe, kala kitu cha ghasbi cha haramu ili akaepukane na moto, lakini sharti aliyopewa ni kumuoa mtu wa aina hizi.
baada ya kukaa na kufikiria na kuambia ndugu zake, mwisho akasema mimi nakubali kwenda kumwoa binti, lakini nitatawakali ala Allah. Sijui nitaishi naye vipi, lakini nitatawakali ala Allah, kwa sababu binti ambaye ni kiziwi, kipofu, kilema, mlemavu, hatembea, hajawahi kutembea, siwezi kumwoa. Basi siku ya pili akapeleka taarifa, akamwambia mimi niko tayari, nimekubali kumwoa binti yako kwa na sifa zake hizo, lakini kwa sharti mimi unisamehe ili kosa nilolifanya. Akamwambia kama tayari basi tupange Ijumaa ijayo uje kuoa. Kweli ilipofika Ijumaa, shabu hadha kharaja min baiti, dhahaba ila sheikh ma jamaati, dhahaba ila sheikh liziwaji. Alipofika kwa kweli hakuwa na furaha kama maharusi wengine. Toba tunajua kwamba mtu akienda kuona kuwa na furaha, lakini kijana alikuwa hakuwa ni mwenye furaha, kwa sababu dizaini ya mke anaenda kumwoa tayari anamjua hakumpenda. Hakuna mtu atakayokuwa mke kiziwi, ni maradhi, lakini Mungu anatuambia fankihu ma taba lakum, oweni wale wanaokuvutieni, wanaokupendezesheni. Sasa kijana anaenda kupewa mke ambaye hajapendezeshwa naye, hawezi kuwa na furaha. Toba ni mtu kama mwanamume wengine yoyote, anaoa yule mke ambaye anamvutia. Mwingine akimuona kipofu anamvutia na muoa na naenda kwa furaha. Wengine anasema moyo wa kupenda mtu lile chongo anaita kengeza, kama anasema ule. Mtu akipenda mwanamke haona kembela yule na makengeza tu, si kipofu ule, kwa vile kampenda yani. Lakini kijana hajampenda. Basi mnyonge alipofika akakaribishwa. Toba mila na desturi za Kiislamu, anaenda kumuona mke ni mume siku ya mwanzo. Baada ya kufungishwa ndoa na kila kitu, akatoka baba na kijana wakaenda kwa biharusi. Kufika biharusi amejifunika upo kitandani, lakini hafla, wakati kijana ameangalia uso chini, binti akajifunua kichwa chake. Kijana kunyanyua uso, anamuona binti anamwangalia kama hurul ain, binti mzuri mrembo ambaye ana macho ya kupendeza na anaona. Kijana kwa kweli alipata sadma, yani mshtuko, hakuamini alichokiona mbele yake. Lakini zaidi ya hapo akamsalimia, akamuitikia, akakumba kwamba anasikia yule binti. Lakini baada ya dakika akaona mtu anasimama, anakuja, anamkumbatia kwamba ni binti anatembea. Akashangaa, ikabidi amuelekee baba, huku machozi yakimtoka. Kaambia, baba imekuwaje? Sio masharti ulionipa ya binti yako. Uliniambia unaniozesha binti hasikii, haoni, ni kilema, lakini leo unakuja kuona huru la aini mbele yangu, mwanamke mzuri. Haya ndio malipo haya. Akamwambia, la, binti yangu huyu ni binti yangu wa pekee, yupo ndani hapa, lakini binti huyu unavyomuona hamjui mwanamume yoyote, hajawahi kumwangalia mwanamume. Binti huyu hajawahi kutoka hapa ndani ya kutembea, kutoka nje ya nyumba hii. Binti huyu hajawahi kusikia ovu lolote. Kwa hiyo alipofikia muda kutaka kuolewa, muda wote aliniambia nimtafutie kijana mcha Mungu ndo amuoe.
Angalia faida ya takwa. Huyu binti aliniambia, baba, mimi nataka niolewe na kijana mcha Mungu ambaye hafanyi maasi, ambaye nitakayeweza kuishi naye mimi. Sasa nilikwambia kwamba binti huyu ni kilema kwa sababu hajawahi kuyaendea maovu yoyote. Ndio maana nakwambia binti yangu ni kilema, kwamba hajawahi kutoka. Na nilipokuambia kwamba ni kipofu, kwamba hajawahi kuangalia maasi ya aina yoyote. Na nilipokuambia kwamba hasikii, ni kwamba hajawahi kusikiliza uovu wa aina yoyote. Kwa hiyo wakati ulipokuja kuniomba msamaha kwa sababu ya tofauti lile, hali ya kuwa ukiwa na njaa, siku ya kwanza sikukubalia ili kukuangalia kweli wewe umekuja kuomba msamaha, ulitaka joking. Lakini ulipokuja siku ya pili na kukubali kubakia hapa asubuhi mpaka jioni ili nikupe msamaha wa tofaa moja ulilokula, nikajua wewe ni mcha Mungu, na nikajua kwamba wewe ndiyo mume sahihi wa binti yangu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hii ni faida moja ya takwa. Kwa hiyo kijana akapewa mke, akapewa na sehemu ya kukaa, akapewa na kipande cha shamba kwa sababu ya takwa. Alijizuilia kula tofaa la haram na akenda kuomba msamaha. Hatima yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia takwa yake akathibitisha ile aya inayosema, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kijana akapewa mke bila kutarajia, hajapanga, akapewa mke mcha Mungu mzuri aliyetulia. Na ndio maana Waarabu wanasema rubba aklatin manaatka akalatin, huenda tonge moja likakuzuilia kupata matonge mengi ya halali. Na bila aksi tamaman, huenda wema mmoja ukakufungulia mema mengi ya kufanya. Tofaa alilolila kijana la haramu na kwenda kuomba msamaha, kuitakasha nafsi yake, Mungu akamfungulia, akamjalia riziki ambayo kwa kweli ni pana na nzuri, ambayo hakuitarajia. Wasia wa Amiri al-Mu'minin ambao alikuwa akiwahusia watoto wake Al-Hasan wal-Hussein, ambao kwanza ameanza na suala zima la takwa, ambalo ndio msingi wa matendo yote, ndio msingi wa amali zote, ndio msingi wa matendo haya ambayo yote yatatukurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hususan ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ambao lengo lake ni kututengeneza tuwe wacha Mungu, kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema kwamba kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alayhi, at-taqwa an la yaraka Allahu من حيث نهاك وأن لا يفقدك من حيث أمرك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.